Lugha bara mwanangu. Sikiza vile lisema 8:24 Qur'an. 8:24 Qur'an inasema Bismillahirrahmanirrahim, inasema enyi mlioamini, kweli muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima. Muhammad anawaita hapeani, anakuitia. Huyu inawezekana mamaka ameandaa chakula hapa, akamwambia ita watoto wengine kutoka nje wale. Hivi wewe ndio ukatengeneza? Ovyo. Bwana mwenyekiti. Naam. Kwani ukitumwa uitie watoto chakula. Naam. Kipo tayari. Chakula kitakuwa kipo. Ina maana watoto wakija watakula chakula ama watakula chakula. Nafikiri tunamuelewa mwenyekiti. Unaeleweka? Tunamuelewa sana ndugu yetu. Bismillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ima kwa hakika shukrani zote zinamstahikia yeye Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla, ambaye ametujalia uhai na salama siku kama ya leo, si kwa nguvu zetu wala uweza wetu, isipokuwa ni kudra yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ametuwafikia sisi bora kuliko wale waliopita au waliotangulia mbele ya haki, ila Mwenyezi Mungu ametupa wakati mwafaka ambao tunatakiwa kuutumia vizuri. Pia pili ni kumtumia swala na salamu zimfikie Hashimu mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Tatu ni kuwakaribisha nyote katika kikao cha Tauhid Islamic Preachers, ambapo leo tumejaliwa na kufanikiwa kuwapata mapasta wawili au wachungaji wawili ambao tutakuwa nao katika kikao chetu cha leo, na tutakuwa nao katika kujadiliana mada ambazo tumeziweka juu ya meza hii leo. Na kwa upande wangu wa kushoto aliyembali anaitwa Ustadh Gashimiri, jina lake Ustadh. Anajitanga Ustadhi, sijui cheo hicho nacho, naye pia atatueleza vizuri. Kwa hivyo leo namuona amefika kwenye nyumba hii, na alhamdulillah tutakuwa naye pia. Tunaye ndugu yetu ambaye mmemzoea au mmemuona katika video iliyopita, ambaye ni Taita Songeri, mwalimu wao na baba yao. Hapa alipo leo kitajulikana vizuri zaidi. Pia tunaye mwalimu wetu upande wetu, mnamjua Yusufu Wambogo, na pia Saidi yuko hapa, na kama kawaida nyuma ya kamera ni yule mmoja Hamisi Abdalla mwana wa Ndongo. Kwa hivyo leo alhamdulillah tutaanza mada yetu, na mada ambayo tumechagua kuiweka kwenye meza ni utume, ni nani aliyetumwa katika ulimwengu mzima kati ya Bwana Yesu au Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallamu alayhi. Kwa hivyo mimi sitachukua muda mrefu, nitawachia nafasi kwa ajili ya walimu wetu waweze wakatuwekea mada kwa dakika 10. Watueleze, je, ni nani aliyetumwa katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo leo ni siku yao wa Kristo, wataanza kwa dakika zao 10. Nafikiri dakika zao zitaanza wakianza. Haya, karibuni. Nashukuru sana popote mlipo watazamaji walioko nchini na walioko nje ya nchi. Tunasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kuweza kutupatia fursa hii ambao bila shaka kihakika tukustahili, lakini ni neema zake ambao maonelea ni heri leo tuweze kuwa miongoni mwa walio hai. Asante sana mwenyekiti kwa fursa ambao umeweza kunipatia ya kuweza kuleta mada ya siku ya leo ambayo inahusiana kati ya Yesu Kristo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani ambaye alitumwa ulimwengu. Sasa ila mwenyekiti alijisahau kujikaribisha. Tunamkaribisha vile vile Bwana Hussein, jamaa mwenye imani kali. Basi bila kupoteza muda mada iliyopo kuhusiana na Yesu, mada ndio tutataka kuangalia. Je, Yesu na Muhammad ni nani? Japo kwa kiwango fulani kwa Kristo ni vile tu hatuna uoga, ni kwamba mada hii kihaki hatufai kulinganisha Yesu na Muhammad. Lakini kwa sababu tu mada imewekwa na ndugu zetu wanataka kuelewa, kwa sababu Yesu vile vile
anajitambua na anatambuliwa kama mtume. Sasa tukiwalinganisha hao, kwa sababu Waislamu wanamtambua Muhammad kwamba ni mtume wao na wana haki ya kufanya hivyo, na sisi tunamtambua Yesu kwamba ndio alitumwa katika dunia hii ili aweze kutuokoa. Na kuja kwake Yesu haikuwa ni kubahatisha, ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa limepangika, kama vile tutaenda kuangalia. Kila msomaji wangu yuko tayari, tuweze kuangalia, je, mambo haya yalikuwepo vipi? Hebu nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume 10:43. Matendo ya Mitume 10:43. Ndio. Inasema hivi. Naam. 10:43, Matendo ni ya Mitume. Naam. Huyo manabii wote Huyo humshuhudia, yani huyo ambao ni Yesu, manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminia atapata ondoleo la dhambi. Kumbe huyo manabii wote walimshuhudia kwamba huyo mkimwamini mtapata ondoleo la dhambi. Kidogo inazidi kusema mtapata ondoleo la dhambi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, ndio Roho Mtakatifu akawashukia wote. Subiri, kumbe ukimtaja Yesu, Roho Mtakatifu anashuka. Kwa hivyo hapa tunajua Roho Mtakatifu atatamba ndani ya nyoyo za hawa ndugu zetu wazuri, kwamba watamtambua huyu Yesu ndiye alitumwa kuweza kuwakomboa. 3:23 hapo kitabu cha Matendo ya Mitume. 3:23. Ndio. Matendo ya Mitume. Naam. 3:23 inasema hivi. Nasemaje? Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Ndio. Naam. Na manabii wote tangu Samueli. Kumbe usipomsikiliza huyo nabii ambao ametajwa na manabii wengine, ambaye huyu ni nabii ambaye mbali na wengine yeye ametajwa, ametabiriwa, kumbe yeye ndio kiongozi wa mitume wote ambao waliwahi tumwa. Sasa yeye anatabiriwa haswa. Sasa huyo manabii ambao walimtangulia kumtabiri, usipomsikiliza huyo, basi hali yako ni taabani. Bwana Yusufu, hali yako ni ile kama tunavyosema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Endelea. Inazidi kusema naam. Na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake. Na manabii wote kuanzia Samueli. Kwa hivyo kuanzia Samueli na wale ambao walikuja baada ya Samueli walifanya nini? Wote ndio walionena. Walihubiri habari ya siku zake, siku hizi. Ndio. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii. Ndio. Na maagano yake. Hata maagano yale. Kwa hivyo kitabu cha Biblia kuanzia enzi ya Samueli na manabii waliokuja baada yake walitabiri na kuongea habari za Yesu kwamba atakuja ili aweze kuondolea watu dhambi zao. Twende kitabu cha Isaia 49 aya ya 6, tuangalie baadhi ya manabii. Isaia 49:6. 49:6. Ndio. Inasemaje? Naam. Asema hivi. Ndio. Neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Ndio. Zaidi ya hayo. Sasa zaidi ya wana wa Israeli, kizazi kile cha Yakobo, zaidi ya hayo wana wa Israeli, ndio nitakutoa uwe nuru ya mataifa. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Kumbe utakuwa wokovu hata miisho ya dunia. Kwa hivyo wewe, Yesu hahusiki na Israeli peke yake, anahusika na nje ya mipaka ya Israeli ili aweze kuwa wokovu si wa Israeli peke yake, bali wale ambao wako nje ya mipaka ya Israeli. Kwa hivyo unafikiria hao ni wawili. Mika 5:2. Mika 5:2. Ndio. Tuangalie wawili alafu kisha tuangalie utimizo, kisha tuangalie Yesu mwenyewe, alafu niite mwito wa ubatizo. Mika 5:2. 5:2. Ndio. Inasema hivi. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, ndio kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake ndio yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Subiri. Kwa hivyo huyu Yesu huyu ambaye ni kizazi cha Daudi, Bethlehemu, na hiyo kizazi cha Yese, alitabiriwa kuanzia Samueli, kama vile Matendo ya Mitume ilituambia
hadi wakati wa enzi hizi kwamba Yesu ndiye atakuja kuwa mkombozi. Kwa hivyo tumeangalia kwanza Isaya ametuambia na Mika ametuambia. Sasa hao, hebu soma aya ya 4 sasa hapo. Mika 5:4. 5:4. Ndio. Naye atasimama ndio na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Ndio. Na watakaa maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Atakuwa mkuu hata miisho ya dunia, si atafungua Israeli, lakini atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Tuangalie, tuulize baadhi ya watu mashahidi ambao walimuona Yesu. Twende 4:42, kitabu ni cha Yohana. 4:42 Yohana. Ndio. 4:42 kitabu ni cha Yohana. 4:42 Yohana mtakatifu. Naam. Inasema ndio. 4:42. Inasema hivi. Ndio. Wakamwambia yule mwanamke. Ndio. Sasa tunaamini. Ndio. Wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Maana sisi tumesikia wenyewe tena. Twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Unaona sasa, hao ni Wasamaria wamekiri kwamba hakika huyu Yesu ndio mkombozi wa ulimwengu. Kwa hivyo kuna mashahidi kadhaa wa kadhaa tangu Samueli na manabii wote. Kwa hivyo tumeona kwamba walioishi na Yesu wanatambua kwamba hakika huyu ni mkombozi wa ulimwengu, si Israeli peke yake. Kwa hivyo ndio alitumwa Israeli. Kuanzia Israeli lazima angeanzia mahali. Kwa hivyo alianzia Israeli, kisha sasa wokovu huo uwahusu watu wote. Kwa hivyo hao ni Wasamaria, wameshatuambia masuala kama hayo. Sasa tuangalie, je, aliagiza wengine? Twende kitabu cha Matendo ya Mitume 13:46. 13:46. Ndio. 13:46 inasema hivi. 46. Paulo na Barnaba. Sasa Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ndio, ilikuwa lazima neno la Mungu linene kwenu kwanza. Ilikuwa neno la Mungu linene kwa nyinyi Wayahudi wa Israeli kwanza, ndio. Lakini kwa kuwa mmelisukumilia mbali, ndio, na kujiona nafsi zenu kuwa hamkumstahili uzima, hamkustahili uzima wa milele, ndio, angalieni twawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Kwa sababu hivyo ndivyo tulivyoamriwa na Bwana Yesu. Kwa hivyo hii ni amri kwamba nyinyi msikae Israeli peke yenu, lakini wale wakina wa Yusufu, wale wakina Saidi, wala kina Hussein vile vile wanahitaji dawa ya uzima wa milele. Kwa hivyo wakaenda, na sababu ni amri kutoka kwa Bwana Yesu. Hii amri ukisoma kitabu cha Mathayo 28, soma aya 18 na 19 ili tuweze kufungia hapo. 28:18. Ndio. 28:18. Kitabu ni cha Mathayo. 28:18 Mathayo mtakatifu. Sura Mathayo, soma. Yesu akaja kwao. Ndio. Akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ndio. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bas. Kwa hivyo huyu ni Yesu, nuru ya ulimwengu, nuru ya alami. Amesema kwamba hakika mamlaka yote ninayo mbinguni na duniani, na kwa hivyo enendeni. Na ni amri Paulo na Barnaba wametuwafikishia, hakika walipokea na kuitimiza. Asante kwa hizo dakika 10 na sekunde 15. Asante. Asante sana ndugu yetu kwa ajili ya kutumia muda wako vizuri. Nafikiri mnazidi kumfahamu na mmezidi kumsikiza, ila mimi sitaki niongeze tu kitu. Nataka tu niwache hivyo ilivyo, nimwachie Ustadh Yusufu naye aje amchunguze. Je, ukweli ambao aliuweka juu ya meza, je, anaufahamu nao? Je, anaujua au alichokuwa anakihubiri ni sahihi? Kwa hivyo ustadhi wetu Al-Amir, dakika zako ni 10, faliyatafadhali mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabi wa salam. Karibuni tena ndugu watazamaji wanaotufuatilia katika mtandao. Katika hizi dakika 10 nitaweza kumwangalia huyu mwalimu Titus, na pia katika mafundisho yake, na pia kumuonesha mtume wa dunia mzima ni yupi. Kwanza katanguliza maneno yake
akasema haiwezekani wala sio sawa kumlinganisha Yesu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Yesu si wa kulinganishwa na Muhammadi. Na hapo hayo ni maneno yake, ni maoni yake, mueleweni hivyo, na sio andiko alilolitoa linalosema vile, ni maoni yake na kuelewa kwake. But leo ningependa kwanza, kitu cha kwanza nimkumbushe mada iliyopita, maana tusiwe wasaulifu. Japokuwa mada ya leo ni tofauti na iliyopita, lakini mwalimu wa Kikristo, evangelist, muinjilisti ambaye anatembeza injili mpaka mahospitalini huko kuhubiria mpaka wagonjwa kule, Titus amesema kwamba leo tunakubali na tunakiri utume wa Bwana Yesu Kristo, lakini anasahau mada iliyotangulia ambayo iko katika nini yetu, ilikuwa na anwani, je, Yesu ni Mungu ama ni mwanadamu? Na kwa kweli alikanusha katika mada iliyopita, akasema kwamba Yesu hawezi kuwa mwanadamu, Yesu hawezi kuwa mtume, bali Yesu atakuwa ni Mungu ambao ni kuu. Bwana Yusufu, Mungu huyo, Mungu Jehova, si wanyonyi. Jehova muumba mbingu na ardhi, yule ambao asema liwe nuru likawa, yule ambao ni Yesu Kristo, wakati huo akijulikana kama yeye. Sasa hivi leo ametuchangaza kuingiana na mada ya leo na kuweza kukiri kwamba Yesu ni mtume ila hawezi linganishwa na Muhammadi. Sasa sisi tukosa kumwelewa pamoja na Wakristo, kwa sababu sasa vipi Mungu tena awe mtume? Hili wataweza kutueleza na sitaweza kusisitiza zaidi. Akakuja akasema Yesu yeye anaokoa dunia mzima. Katika ile kitabu cha Matendo atakuwa mwokozi mpaka mwisho ya dunia, lakini akasahau kwamba huyu wenye kuzungumza maneno yale katika Matendo alituambia nini? 5:31 Matendo ya Mitume. 5:31 Matendo ni ya Mitume. Kwa hivyo hata wasikilizaji tusiwe wasaulifu, tukumbuke sana evangelist Titus. Tulikuwa naye juzi akisema Yesu ni Mungu, leo kamshusha daraja kamfanya mtume. Ndio Ukristo huu. Na hapa tunafanya da'wa kama alivyosema. Da'wa inaingia ndani kabisa. Soma andiko. Mtu huyo ambaye ni Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi. Kumbe Yesu katukuzwa na Mungu. So leo hii anakiri, anakubali Yesu, kuna Yesu na kuna Mungu, na Yesu alikuwa mtume. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Ndio. Awe mkuu na mwokozi. Awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Kumbe Yesu kusamehe, Yesu kuleta toba, Yesu kuokoa. Haokoi isipokuwa Waisraeli. Labda iwe kinaogeli wameingia katika hiyo kampuni ya Israelites, lakini kimaandiko Yesu anaongoza kampuni yake ambayo ni ya makabila 12 ya Israeli. Hao ndio anao waokoa. Mwalimu Titus akawa anakwenda sana, akachukua utume wa Yeremia akampatia Yesu katika kitabu cha Isaya, utume wa Isaya akampatia Yesu katika kitabu cha Isaia 49:6. Inasema anza 5 kwa sababu kamsigizia Yesu, kampatia Yesu ule utume na sio utume wa Yesu. Na sasa Bwana asema hivi, na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake. Unaona, Isaya anasema aliumbwa tangu tumboni awe mtumishi wa Mungu. Na ndiye huyu katika 6 Mungu anamwambia nini? Naam, asema hivi, ndio, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ndio, ili kuziinua kabila za Yakobo, ndio, na kuwarejezea watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, ndio, nitakutoa uwe nuru ya mataifa. Yule ambaye aliyeumbwa tumboni ambaye ni Isaya ndiye anatolewa awe nuru ya nini? Ya mataifa, sio Yesu Kristo. Na tukirudi tena akaingia Mika kidogo, nadhani Mwalimu Titus inatakana tuelewe mada na msingi wa mada. Mada hatuzungumzii ukuu, cheo, tunazungumzia utendaji kazi. Kwa mfano na kuwa na wakumbusha sana, unajua hapa si kwa mihadhara hakuna kelele. Huwa na wakumbusha pale kwa mihadhara sana kwamba tunapotaja rais wetu wa Kenya,
ukuu wake ni mpaka misho ya dunia. Uhuru Kenyatta akienda Israeli bado anakwenda nyumba ikulu ya rais kule. Akienda Amerika anaenda White House kwa sababu ni mkuu mpaka misho ya dunia. Lakini utendaji kazi wake ni hapa wapi? Nchini Kenya. So Yesu hatukatai atakuwa mkuu mpaka misho ya dunia, Mika 5:4 alivyosoma. Lakini utendaji kazi wa Yesu ni wa wapi? Hapo ndipo tunapoangalia. Na namsaidia ili nimpe kazi mwalimu atakaye kuja apate la kusema. 15:24 Mathayo. 15:24 Mathayo. Nitoke hapo nimwangalie Muhammad kwa haraka maana muda mchache huu, lakini elimu ya muda mchache ina faida kubwa kuliko mafundisho mengi ya muda mrefu. Utasahau hata ile ya kwanza ilikuwa vipi. Soma. Akajibu akasema, Yesu anajibu anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na akatoa amemalizia na Mathayo 28:18. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafundishe mataifa. Anawatuma ati waende kwa mataifa yote. Kwanza kitu natakikana uelewe, Israeli ni mataifa, sio taifa. Ukisoma 35:9 utasoma unayefuatilia kule kitabu cha Mwanzo. Israeli sio taifa, ni mataifa. Huyu Muhammad naye anakuwa ni mtume kwa kila nani? Maana tukitoka hatujamtaja Muhammad tutakuwa kidogo tumepoteza msingi wa mada. Tuende katika kitabu cha Qur'ani 7:157 158. Hapa tunawapa upana wa elimu hapa kidogo. 7:158. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. 7:158. Kama alivyosema Yesu kwa kinywa chake, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na nasubiri na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, ndio ni tuduke shindano pale ndani. Soma andiko. Sema ewe Nabii Muhammad. Enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Kwa hivyo Muhammad ni mtume kwa watu wote. Yeye hakusema yeye ni kwa Waarabu. Na wakileta kwa Waarabu, andiko linasema wa akhlina minhum lamma yalhaqu bihi. Hebu tuende 61 2 Qur'ani. 61:2. Ndio. Qur'ani inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. 61:2. 61:2. Ndio. 62. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma, ambao ni Waarabu, anayetokana na wao, ndio awasomee aya zake na kuwatakasa, ndio, na kuwafunza kitabu na hekima, ndio, elimu nyinginezo, ndio. Na kabla hayo, ndio, walikuwa katika upotevu ulio dhahiri, ndio, na amemleta kwa wengine miongoni mwao, ndio, walio bado kuungana nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Kina Yusufu wa Kikuyu wa Kaba, kina Titus Ogeli hapa wa wote paka mchungaji Kasimili. Kwa hivyo baada ya kuletwa kwa Waarabu alitawanyika, sasa ameletwa mpaka kwa kina Kashmiri. Isipokuwa wanamkataa. Lakini Muhammad tunaambiwa kwa nini wanamkataa. Twende hadi 34:28. Kwa nini wanamkataa? 34:28. Ndio. Inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na hatukukutuma wewe Muhammad. Hatukukuleta ila kwa watu wote. Isipokuwa kwa watu wote. Huyu ndiye ameletwa kwako mchungaji Titus. Hata ukikataa, hata ukipiga, Muhammad ameletwa kwako kama wewe ni mtu. Hata ukitafuna kalamu. Huo mtoaji wa habari nzuri na muonyaji. Atoe habari nzuri, na ndio inabidi mnakuja mnakaa na sisi, kwa sababu hizi habari za Muhammad sio baya, ni nzuri, mnazipenda. Ni tamu sana. Tamu, lazima mkae na sisi Lakini watu wengi hawajui lolote. Wanajifuatia tu waliokuta nao wazee wao. Ndio hiyo unakuta mtu anang'ang'ana kwa sababu baba yake alikuwa ni Msabato, mama yake alikuwa Mokolino, babu yake alikuwa sijui Mkatoliki, anang'ang'ania kule. Lakini kiukweli wa maneno ni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa ajili ya watu wote. Lakini walakina akthara nas la ya'lamun. Wengi katika watu hawajui.
Huyo ametoa andiko twawageukia mataifa. Ile 13:46 Matendo, huyu ni Paulo. Paulo ndiye anaenda kwa mataifa. Na hatuzungumzii Paulo, hiyo mada ya leo sio ya Paulo. So usilete mada ya Paulo hapa. Paulo ndiye alienda kwa mataifa. Ndiye aliyetumwa kwa mataifa. Tunaomba ustiki ndani ya mada, usilete Paulo anageukia mataifa. Sio Paulo leo, tuwazungumzia Yesu. Mada ya Paulo tutaileta hivi karibuni. Msisahau kwamba kuna Paulo wenu mmoja multad, na pia tulichukua mmoja akawa Muislamu. Kwa hivyo sitaki nipoteze muda, na komea hapo. Shukran Amir wetu, wallahi umeweza kadri ya uwezo wako kufikisha ujumbe, na ujumbe nafikiri umefika kwa wahusika vizuri sana kabisa. Kwa hivyo tunaingia katika kipindi kingine. Dakika 10 tayari tushazitumia. Sasa ni wakati wa Wakristo kuchukua dakika zao takriban 5 kuitetea imani yao. Je, Yesu bado wanabisha kwamba ametumwa katika ulimwengu, au wameshakubali kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyepewa utume kwa watu wote? Kwa hivyo namkaribisha Ustadh Kashmir, dakika zako. Na ukitumia Ustadh Kashmir watu watachanganyikiwa. Yeye mwenyewe atatuambia hiyo jina Ustadh aliipata vipi. Naam, karibu. Nashukuru sana mwenyekiti na wote ambao wanatutazama katika mtandao huu. Kusema ustadhi kama shakosea ni kusema mwalimu kama shakosea. Yeyote hapa ni mwalimu, anaweza uto ustadhi. Sijui kwa nini mwalimu mwenza, mwalimu Yusufu anakaa kulalamika na ile hali ni mwalimu. Kwa hivyo kuitwa hata hilo jina ustadhi sina shaka nalo, liko sawa. Nashukuru sana. Lakini ustadhi wa Kikristo kabisa. Lakini naweza kuwa ustadhi wako pia. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Kipofya kidoda mna shaka. Kwa hivyo mada endelezi ambayo tunaendelea nayo ni kuhusu mtume wa ulimwengu wote. Nafikiri mwalimu wangu, mwalimu wa Kikristo katangulia, kaweka mada sawa kabisa, ikaeleweka. Lakini kwa sababu kuna imani zaidi ya moja, ndugu zetu kibinadamu Waislamu wakaja nao wakaonyesha imani yao ya kwamba Mtume Muhammad ndiye mtume wa ulimwengu wote. Lakini nilipomtazama mwalimu huyu na kumchunguza yale aliyoyazungumza, hakika kama wewe ni msomi unaweza kuwa na dukuduku mahali. Maana akasema hivi 62 Qur'ani, aya akasoma ya 3 kama chakosea. Somaji chapu maana dakika 5 chache mno. 62. Naam. Aya ya 3 imefika. Kasemaje? Inasema hivi. Naam. Inasema 62:3. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao. Nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Lakini kwanza na mbili. Yeye ndiye aliyeleta mtume katika watu wasiojua kusoma. Kumbe Muhammad ameletwa kwa watu wote. Mimi nakubali naye. Watu wote wasiojua kufanyaje? Anaangalia huyu anajua kusoma, huyu anajua kusoma, huyu akitabasamu, yani ndiye mwenyewe katika kisomo. Itakuwa vipi mtume wao? Akaruka tu akaenda 3, maana alijua ya pili kuna kipano hapa. Kama Muhammad katuma ulimwengu wote, tukubali Qur'ani inasema kwa watu wasiojua kusoma. Basi. Lakini tukimwangalia huyu Yesu anasema vipi? Yohana 17 aya yake ya kwanza ya pili. Yohana 17 aya ya kwanza ya pili. Aya ya kwanza ya pili. Naam. 17 aya ya kwanza ya pili. Yesu anasemaje? Maneno hayo aliyasema Yesu. Ndio. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Kweli. Akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kweli. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Sio mamlaka ya kutawala, mamlaka ya kupeana uzima wa milele. Na uzima wa milele unatokana na ujumbe ule mjumbe anakuja nao. Pengine Waislamu hawa, nikianzia ndugu yangu hapa na tabasamu vizuri sana Yusufu, alafu kuna Saidi pale, watu waambie wao wako tayari kwenda Jehanamu ndio hawamtaki Yesu. Lakini kama wanamtaka ama wanataka uzima wa milele, yani mtume wa kuaminiwa mpate uzima wa milele jana yenyewe, lazima wamwamini Yesu Kristo. 18 akamaliza akisemaje? Hapo 18. Naam. 18, 16, 18. 17 hiyo 18. 17, 18. Naam. Inasema hivi 17, 18, samahani. Naam. 17, kama
Yesu anasema kama vile ulivyonipa mimi ulimwengu, ulivyonituma mimi ulimwenguni, kama vile ulivyonituma ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Yesu anasema kama vile Mungu alivyomtuma ulimwenguni, naye ametuma wanafunzi ulimwenguni. Awamu nyingine tutakuja kuangalia hao wanafunzi walipotuma ulimwenguni, je, ni wapi? Ni Israeli peke yake ama walienda nje? Ama Yesu alimaanisha nje ya Israeli? Maana tafsiri ni nyingi. Ukisikia ulimwenguni, mwingine atasema ulimwenguni ni Israeli, maana Israeli uko ulimwenguni. Lakini ulimwenguni inamaanisha dunia nzima. Yesu anakiri ametumwa dunia nzima ili wote watakao muamini awape uzima wa milele. Sijui ndugu zangu kibinadamu Waislamu, kama kuna aya yoyote ndani ya Qur'ani, mimi napenda kusema elimu ni kubwa, nifahamishwe. Mtume Muhammad katumwa ili wote wawe na uzima wa milele, kupitia yeye wote wapate uzima wa milele. Lakini yule ambaye anapeana uzima wa milele ni huyu Yesu Kristo, ambaye mwalimu wa Kiislamu niona alisema ati mwalimu wangu alichakachua ati hapo zamani kasema ni Mungu, leo hii akasema ni kweli. 3:11 inapomaliza Wakolosai 3:11 Wakolosai. Kwani kuna mahali unaweza iwaka Yesu akatoshea peke yake akakaa hapo? Ni zaidi maana ni kidume, ni Bwana wa bwana, mfalme wa falme. Inasema hivi. Nasema hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote katika yote. Yaani ukiangalia Mungu ni mwenyewe. Katumwa ni hakuna mahali utamweka akatoshea akakaa hapa ati hawezi enda zaidi hapa. Hamna. Yeye ndiye mtume, yeye ndiye Mungu, na yeye ndiye anapeana uzima wa milele ukimwamini. Mungu awabariki sana. Haya, asante. Isipokuwa haujafafanua vizuri kulingana na mimi, isipokuwa sitaki niongeze kitu. Mimi mwenyekiti tu hapa ninakaa neutral kabisa. Kwa hivyo nyinyi wafuatiliaji na wasikilizaji na watazamaji, nyinyi ndio mtakuwa waamuzi wa siku ya leo. Je, mada inakaa sawa pande gani? Na wewe ufanye maamuzi yako ya busara. Kwa hivyo hapa ninamwachia ustadhi wangu dakika zake pia 5 aweze kujinafasi na kutamba vilivyo. Waeleze na uwafundishe vizuri. Kwanza mimi narudi kwa mwalimu wa Kikristo mchungaji Rashmil. Amemaliza vibaya. Kaanza vizuri lakini pale alipomalizia kamalizia vibaya. Kasema Yesu ni yote katika yote. So popote utakapomweka Yesu anatoshea kabisa. So already nikichukua hii najua Yesu ni yote katika yote. So nikimweka hapa anatoshea. Kumbe hii Biblia ni nani? Yesu. So everything according to evangelist hapa, kila kitu ni Yesu. Yaani amenikumbusha imani ya Baniani. Hawa Bavagita niko nayo hapa. Wanasema kila kitu ni Mungu. So leo everything is Jesus. So Yesu anaweza kuwa ni Mungu, anaweza kuwa ni mtume, anakuwa ni mtoto, anakuwa ni kila kitu. So ndio sasa hivi ukiingia katika imani unakuta katika nyimbo za kanisani unakuta nake Yesu ni mkate, yani Yesu ni mkate, yani he is everything. Unaona? Hiyo hapo kachemsha mchungaji. Inawezekanaje uwe Mungu, mtoto, mtume kwa wakati mmoja? Hiyo formula sisi kama Waislamu hatuna. Mara ni mawe. Kaja katika Yohana 17:1 akasema Yesu amepewa mamlaka juu ya watu ya wote wenye mwili. Amesoma 17:1 akasahau 17:4. 17:4. Ndio. Mimi nimekutukuza duniani. Ndio. Hali nimemaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na kama alivyosema kweli Israeli iko duniani ama Israeli iko ulimwenguni. So Yesu hakutumwa peponi, alitumwa ulimwenguni Israeli kama alivyosema. Na anajua ni ukweli na ndio kaweka sawa.
Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi. Kumbe Yesu anasema kuna jina la Mungu. Sasa nashangaa kama ni Mungu tena ni jina gani la Mungu aliyolidhihirishia watu, na hao watu walikuwa wa Mungu akapewa Yesu. Swali hapa tunauliza kwa haraka, ni watu gani waliokuwa wa Mungu akapewa Yesu? Je, ni kina mchungaji Kasimili na Titus? Twende Zaburi 135 andiko la 4. Tuangalie watu gani hao waliokuwa wa Mungu akapewa Yesu. Ndio tufahamu wametumwa kwa kina nani. Kwa sababu Bwana amejichagulia Yakobo na Israeli. Wao watu wake hasa. Kumbe Mungu amejichagulia Yakobo na Israeli wawe watu wake hasa. Kumbe watu hasa wa Mungu ni wa Israeli. Walikuwa wa Mungu akapewa Yesu. So Yesu anabaki pale pale kuwa mtume kwa kina nani? Kwa Israeli. Kasema Yesu anapeana uzima wa milele. Mimi napenda kuuliza mchungaji huyo Kashimili, mwanafunzi wa university, amependa sana kuuliza huyu Muhammadi wapi anapatiana uzima wa milele. Kwa sababu kwa Yesu kuna uzima wa milele. Ukifuata Yesu una uzima wa milele. Leo mimi naomba Kashimili nikikujibu hili uinue kidole usilimu kama kina Dudi na Waziri. Kwa sababu jawabu ndio hili. Msomaji 8:24 Qur'ani. 8:24 Qur'ani. Sikiliza hiyo. Hii ni mpya sana kwake. Enyi mlioamini. Mwenyezi Mungu anazungumza na waumini. Waumini ni Waislamu. Enyi mlioamini, muitikieni Mwenyezi Mungu, muitikieni Mwenyezi Mungu, na mtume anapokuitieni, na mtume Muhammad anapokuitieni jambo la kupieni uzima wa nini? Wa milele. Kumbe ukifuata Muhammadi unapata uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo ukiitika mwito wa mtume Muhammadi unapata uzima wa milele. Ameomba hilo tumempa. Sasa sijui baadaye huenda akapata akafikiria akaja akasilimu. Ile ni ya kujitakia. Isisemekane Waislamu wamepeana pesa. Hapa hakuna cha pesa. Hapa ni maandiko. Hakuna pesa tunapatia mtu. Tunapatia mtu aya. Yesu anakuwa mtume kwa kina nani? Tunafuga chapter hapo 13:23 Matendo ya Mitume. 13:23 Matendo ni ya Mitume. Maana mtu akisilimu nasikia kapewa pesa. Sasa Kashimili akisilimu utasema kapewa nini? Maji. Naam. Inasema katika uzao wake mtu huyo, katika uzao wa Daudi, Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yani nani? Yesu kama alivyoahidi. Tena ni Mungu kaleta mwokozi. Na huyo mwokozi ni Yesu. Na unasikia hawa mabwana sijui hii doctrine ya wapi? Hii doctrine ya Yesu ni yote katika yote. Hii doctrine mnatoa wapi? So mimi sitaki nizidishe muda, pia nakomea hapo, muda wangu umekamilika. Mashallah, mashallah, mashallah. Wallahi nyinyi ambao mnafuatilia nafikiri mnayasikia maandiko yanavyoshuka pande zote mbili, na pia mmepata fursa ya kujifunza mengi. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaingia katika kipindi cha maswali. Tumeshatumia muda wetu vizuri, nafikiri itakuwa ni muda wa kuulizana maswali. Pengine turudi katika upande ambao walianza mada waweze kuliweka swali lao, na kuuliza swali itakuwa ni kwa dakika ngapi? Dakika 3 na kujibu dakika 2. Kuuliza ni dakika 2 alafu kujibu ni dakika 5. Kwa hivyo karibu sana. Swali atakayoulizwa. Nashukuru sana kwa mada vile inaendelea vizuri, hakuna marumbano, hakuna tafashi hapa na pale, mada inaendelea vizuri. Ningependa kuuliza swali nisiche nikapoteza muda sana. Maana nimesikia mwalimu wa Kiislamu amesisitiza sana Yesu katumwa kwa wana wa Israeli peke yake. Kipa nifungulie Qur'ani. Mimi napenda kusema nachifundisha pia, lakini hiyo iko kwa mabano, naweza nielewa ndugu yangu. 61 aya 6 Qur'ani. Niulize swali langu. 61:6. Qur'ani inasemaje? Qur'ani al-Karim 61:6. Naam. Na Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na akumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuwaambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli,
Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nisadikishe yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu ambaye jina lake litakuwa Ahmad Muhammad. Na maana yake majina mawili yote haya ni moja. Nashukuru sana. Nafikiri hata ukiendelea kufika chini sina haja nayo, maana itapadisa swali langu. Kama hoja ya Waislamu inasimama hivi, huyu Yesu na mwalimu huyo kasema Yesu kama ni ukuu anaweza kuwa mkuu mpaka miisho ya dunia. Lakini katika ujumbe alioleta ile utendaji kazi wake ni Israeli peke yake. Yesu amekuja na ujumbe unasema hivi, enyi wana wa Israeli, nimewajia na ujumbe ya kwamba kuna mtume atakayetoka nyuma yako. Jina lake ni Muhammad au Ahmad. Majina haya mawili maana yake ni moja. Je, ni kweli ujumbe huu ni kwa Waisraeli peke yake ama huu uliruka nje ya Israeli? Naam. Nafikiri swali lake nzuri, swali ambalo limeenda shule. Kwa hivyo dakika zake za kujibu amiri wetu Yusufu ni dakika 5 kuanzia sasa. Shukrani. Nashukuru sana kwa swali. Kweli ameuliza swali kimantiki fulani ya kiakili, katumia akili kweli, kwa sababu aya inasema wa idhkala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqa lima baina yadayya min at-taurat wa mubashiru bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. So shida yake ni hapa anaposema kwamba anakuja akitoa habari. Sasa anauliza huu ujumbe ni kwa Waisraeli ama ni kwa watu wote? Kwanza utume ni kwa Israeli, kwa sababu katangulia na utume. Wa idhkala Isa ibn Maryam, wakumbushe aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam kuwaambia Mayahudi, ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum. Kwa hivyo katika utendaji kazi wake, kazi yake yeye ni mtume kwa Israeli. Inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi wa Israeli. Sasa sijui nini hajaelewa hapa mchungaji, kwa sababu kaweka sawa kwanza. Yesu katanguliza utume wake ni kwa Israeli, kama alivyosema sikutumwa katika Mathayo 15:24, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na ndiposa yule mama akamwambia, Bwana hata ubwa hula makogo, si vyema kutoa chakula cha watoto na kutupia ubwa. Yule mama akasema hata ubwa hula makombo ya agukao mezani pa bwana zake. Kwa hivyo Yesu katumwa, utendaji kazi wake ni kwa Israeli, lakini pia analeta bishara. Hii ni bishara sasa. Huu ni ujumbe, sio utendaji kazi. Ujumbe anapeana kwa kuna mtume atakuja nyuma yake ambaye jina lake atakuwa nani? Ahmad Muhammad. So utendaji kazi wake ni katika Israeli, lakini ujumbe anatoa. Tuko pamoja? Anaweza kubashiri. Ni kama vile Musa, yani kila nabii alikuwa kibashiri nabii mwenzake, lakini sio kumaanisha yule nabii anafanya kazi elia moja. Tuko pamoja? Anazungumzia kuhusiana na nabii atakuja, lakini yule nabii sio kwamba wanafanya atakuja ile sehemu yeye hapo tu. Tuko pamoja? So utendaji kazi wa Yesu ni katika Israeli, lakini bishara anatupatia bishara ya kuja kwa mtume, ama anatabiri kuja kwa mtume ambaye utabiri huu unafikia watu wote. Na ndio unakuta maandiko yanasema pia, ukisoma katika Qur'ani 19 pale inasema kwamba huyu Yesu, yani Mwenyezi Mungu amefanya hivyo ili iwe muujiza kwa wanadamu. So Yesu ni muujiza kwa wanadamu na rehema kwa wanadamu, lakini utendaji kazi wake katika Israeli. Msomaji, tusiende sana 17:9 amestiki pale kwa 17. So na sisi tubaki pale 17:9 kitabu cha Yohana. 17:9 Yohana. 17:9. Ndio. Yohana. Harakisha muda ndio huo.
Mimi nawaombea hao. Yesu anasema mimi nawaombea hao. Siombei ulimwengu. Kumbe Yesu haombei dunia nzima, anaombea hao, haombei ulimwengu. Bali hao ulionipa. Bali hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako. Kwa kuwa hao ni wako. Na wote walio wangu ni wako. Na wote walio wangu ni wako. Kwa hivyo Yesu anasema anawaombea hao, haombei ulimwengu mzima. Na ndiposa nikimkumbusha Bwana Titus nikimalizia pale tulipokuwa akisema Yesu alituma wanafunzi kwa mataifa yote. Yesu aliweka strict, alifunga mipaka katika 15 Mathayo. 15 Mathayo. Andiko la mwisho hapo. 15 kitabu cha Mathayo mtakatifu. Ndio. 15. Hao thenashara. Hao thenashara ama hao 12. Yesu ndio aliwatuma akawaagiza akisema, ndio, katika njia mataifa msiende, ndio, wala katika mji wote wa Samaria msiingie, ndio, afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. 23 hapo. 23 hapo. Ndio. Inasema hivi. 23. Ndio. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Kwa nini? Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Kwa hivyo Yesu aliweka mipaka na akawaambia hawamalizi Israeli mpaka aje. Sasa mimi kuna swali nauliza, wakati anaporudi kusema kama amejibiwa ama hajajibiwa. Mimi nauliza, Yesu amerudi ndio muwe mmetoka Israeli mkakuja hapa Githurai kuhubiri. Ewa, swadakta kabisa. Ametumia muda wake vizuri Alhabib Ustad Amiruna. Nafikiri dakika zake amezitumia vizuri, dakika 5. Na cha msingi almuhim ni rebuttal kwa dakika zake 3 anazipata ustadhi wetu au mwalimu wetu Gashimiri aweze kuweka mambo sawa. Je, ni kweli imani hii ameipokea vizuri? Nashukuru sana watazamaji na wasikilizaji wenzetu. Hakika mnaendelea kupata nasaha hii na najua mnaendelea kuamua ni upande gani utakaochukua. Maana swali nililouliza lilikuwa swali la kimsingi sana. Kama Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli peke yake, kulingana na Qur'ani 61 aya ya 6, Yesu anabashiria kuna mtume atakaye kuja nyuma yake, jina lake ni Muhammad au Ahmad, na majina haya yote mawili yana maana moja. Mwalimu wa Kiislamu amepambanya sana, maana japo ni lazima ajibu, lakini swali limekaa ngumu kwake. Ati kazi Yesu ndiye ameambiwa afanye Israeli peke yake. Kazi gani kushinda Injili? Kazi gani kusinda uchumba ule aliotumwa nao? Na ujumbe Yesu ametumwa nao unasema hivi, kuna mtume atakaye kuja nyuma yangu, majina yake akayataja. Kwa hivyo kama Waislamu ni wa hakika Yesu ametumwa Israeli peke yake, inamaanisha Muhammad yakija asiende nje ya nini? Ya Israeli. Ni kwa Israeli peke yake. Na leo hii naona wametandika kanzu, wametandika nini? Mfano wa Mtume Muhammad. Kumbe si wao. Nashangaza. Nashukuru sana ushaonyesha. Akasema hivi, maana alisoma Yohana 17:9. Naomba ukimbia haraka. Haya, kitabu ni cha Yohana. Maana swali naona limekuwa nzito sana. Haya, so daktari, hii hapa inasema hivi, mimi nawaombea hao. Yesu anasema, mimi nawaombea hao. Siwaombei ulimwengu. Siombei ulimwengu, bali hao ulionipa. Bali hao ulionipa. Bali hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako. Na wote walio wangu ni wako. Sasa ndio mwalimu wa Kiislamu akaporonga Biblia kwa kusema Waisraeli ndio wa Mungu. Biblia isemi hivyo. 24:1 kitabu cha Zaburi. 24:1 Zaburi. Watu wa Mungu ni akina nani? Haya, sadaka hii hapa inasema hivi. Naam. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hata wewe msomaji, ni mali ya nani? Hata ngao wewe siji. Ni mali ya Bwana. Hata huyu mali ya Bwana. Endelea. Inashuka na kusema dunia na wote wakao ndani yake. Sasa si mali tu, vyote. Sasa Mungu anakuwa specific, dunia na wote ni binadamu. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Unaruka haraka msomaji. Dunia na wote wakao ndani yake. Ni wake. Kwa hivyo usichokasema Waisraeli peke yake ndio watu wa Mungu. Wote mpaka Waisraeli ni watu wa Mungu. Ndio Yesu akasema wote ulinipa, maana walikuwa wako ukanipa mimi, ili niwape uzima wa milele. Naelewa?
Alipoombea hao 9 alienda 20 akisemaje? Haraka haraka hapo. 17:9. Sawa. 17 aenda 20 sasa. 20 inasema wala sio hao tu ninawaombea. Sio hao peke yake Yesu kaombea. Wewe unacheza na Muislamu anafika mahali point yake inaishia anakomea hapo. Twende. Lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Bwana Yesu asifiwe. Na wote watakao muamini, hata huyu akiamini, kanzu tunaikubali mpaka kanisani. Maana kanzu inakaa uniform ya kwaya nzuri sana hii. Kwanza yule akiimba tena poa sana. Nashukuru. Kisha akamalizia kwa kusema akasema ati Muhammad 8:24 Qur'ani. Naye anapeana uzima wa milele. Lugha bara mwanangu. Sikiza vile alisema 8:24 Qur'ani. 8:24 Qur'ani inasema Bismillahirrahmanirrahim inasema enyi mlioamini kweli muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapokuitieni jambo la kukupeni uzima. Muhammad anawaita hapeani, anakuitia. Huyu inawezekana mamaka ameandaa chakula hapa akamwambia ita watoto wengine kutoka nje wale. Hivi wewe ndio ukatengeneza? Ovyo. Muhammad anawaitia watu lakini si yeye anapeana, bali Yesu anasema mimi niwape. Nashukuru Bwana wabariki. Alafu unajua bwana mwenyekiti. Kwani ukitumu uitie watoto chakula. Kipo tayari. Chakula kitakuwa kipo. Ina maana watoto wakija watakula chakula ama watakula chakula. Nafikiri tunamuelewa sana. Unaeleweka? Na tunamuelewa sana ndugu yetu na pia nampongeza kwa sababu Yusufu amesema kwamba amemkubali 61:6 anakubali kwamba Yesu amemtabiri Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kando na Wakristo wengine ufikiri kwamba mtume au Muhammad sio mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itakuwa ni zamu yetu Waislamu upande wetu kuuliza swali kwa dakika 2. Na mnazo ustadhi wetu, karibu. Nashukuru sana bwana mwenyekiti. Mimi iwe sio yeye kapeana, lakini aliyeitiana hiyo chakula ni yeye na chakula kipo na watakula na watashiba. So obvious ukifuata Muhammadi olede uzima wa milele upo na utaupata. Iwe sio yeye anapeana, iwe ni Mungu anapeana, lakini yeye anakuitia ule uzima ambao sio kwamba ni kadabla. Yani haupo, upo, utaupata na utastarehe. Anasikia raha sana Buinjilisti Titus leo kidogo ametulia. Ni hivyo hivyo. Bado swali linakuja bonge hapa. Kusema ukweli imezungumzo mengi. Na mimi sipendi mambo ya ushabiki, na kweli hapa hakuna ushabiki. Tunajaribu kujaribu kuelimisha watu kabisa waweze kuelimika. Na napenda hili swali langu pia nami nijibiwe. Swali nimeuliza hapa. Kwanza kasema watu wa Mungu ni wote, na ile Zaburi ilisema Israeli ni watu wake hasa. Hatukatai watu wote ni wa Mungu, lakini watu hasa ni Israeli. Hawezi futa, sio mimi nimeandika. So swali langu linakuja. Wapi andiko moja Yesu anasema yeye ni mtume wa dunia mzima ama wa watu wa dunia mzima? Hiyo tu basi. Nafikiri ni swali kidogo. Swali ndogo, halihitaji maandiko. Halihitaji hata dakika 5, ila tutampa dakika 5 aweze kujinafasi kwa ajili ya kufanya uadilifu. Nafikiri swali mmelisikia vizuri na swali limekuja kwenu, kwa hivyo ni wakati wenu wa dakika 5 muweze kujishughulikia. Haya basi, asante sana. Bila shaka ameuliza swali rahisi. Ni wapi Yesu anasema yeye ni mtume wa ulimwengu wote, wa dunia mzima, wa dunia mzima? Nashukuru. Nafikiri kama angemuelewa mwalimu angeliuliza swali, lakini nilijua nilikwambia Roho Mtakatifu anatamba hapa. Kwa sababu akipata andiko basi bila shaka atakuwa ni mwenye kubatizwa. Na andiko nilikuwa nafikiria atautisha maandiko. Mimi nitakupatia maandiko. Umetisha andiko. Kwanza tuanze 17:2 kitabu cha Yohana. Yohana 17:2. Ndio. Swadakta hii hapa ninayo inasema hivi. Inasema kama vile walivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Subiri kidogo. Naam. Ninapo mtazamaji ninapomgusa huyu bila shaka naona ana mwili.
Huyu ana mwili kabisa. Kweli. Tena mororo. Subhanallah. Ambaye akibatizwa tu hivi anatupatia matatizo. No. Kwa hivyo kama vile Yesu anasema walivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Na naona hapa wote wanamuona mwili. Endelea. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Awape uzima wa milele. Kwa hivyo wewe na mwili wako unastahili uzima wa milele, unastahili motoni. Na uzima wa milele ndio huwa ya tatu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Si Muhammad uliyemtuma. Si Muhammadi, ni Yesu Kristo uliyemtuma. Aya 18 soma. 18 hii hapa inasema hivi. Inasemaje? Kama vile ndio ulivyonituma mimi ulimwenguni. Na swali lake linasema wapi Yesu anasema nilitumwa ulimwenguni ama duniani? Wapi? Ndio hili. Kama vile ulivyonituma ulimwenguni. Endelea. Nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Kwa sababu sisi tunatumwa huku ulimwenguni. Kama wewe nikakutafuta, sasa angalia hivi punde Yesu yuaje hivi karibuni bila shaka. Na si jambo la mzaha. Kwa hivyo naomba tu uweze kufanya maamuzi, usije ukapatikana kwamba uko nje ya mpango wa wokovu. Kwa hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, pamoja nao unayetazama, andiko unaona amepata na unaona hivi karibuni, usipomwona hapa next time ujue kubatizwa kabisa katika jina la Yesu. Kwa hivyo nafikiri andiko lake amelipata. Lakini akasema Muhammad anaitia watu uzima wa milele. 10:108 kitabu cha Qur'ani. 10:108 Qur'an Karim inasema Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. 10:108. Inasema. Haya ninayo hii hapa, inasema hivi. Inasemaje? Naam, inasema sema enyi watu wangu. Enyi watu wangu. Haki imekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu. Sasa haki imekuja kutoka kwa Mola wenu. Basi anayeongoka na anaongoka kwa faida ya nafsi yake. Ndio. Na anayepotea anapotea kwa hasara ya nafsi yake mwenyewe. Na mimi Muhammad ni mlinzi juu yenu. Ndio. Mimi ni mtoaji habari tu. Na mimi si mlinzi juu yenu. Mimi si mlinzi juu yenu. Muhammad amekataa. Sio watchman. Mimi nitawaita tu, lakini kidogo mkipata chakula kinasumu basi mimi msilaumu. Unaona? Kwa hivyo anasema kwamba mimi si mlinzi juu yenu kwa sababu hana uhakika na kila ambacho anawaitia. Unaona masuala kama sasa ndio sisi tunasema Yesu ana uhakika kwamba anakuita kwa sababu yeye mwenyewe ndio uzima wa milele. Yeye mwenyewe akupeleki kwa uzima wa milele, anasema yeye mwenyewe kabisa, yeye sasa ni guarantee. Vijana anasema sure bet. Ukipata hiyo basi ni kwa sababu 9 tu. Sasa hebu nisomee kitabu cha 49:6. Qur'ani. 49. Tumpatie biashara ya kufanya. Haya 49:6. Ndio. Safi kabisa ninayo hii hapa inasema hivi. Enye 46:9. Ndio. Samahani. Muhimu sana. Hii hapa inasema sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Ndio. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Bora mimi sijui nitakavyofanywa mimi. Ndio. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Ndio. Sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu. Hafuati ila yale yaliyofunuliwa kwangu. Alifunuliwa nini? Hajui. Mimi sijui. Hiyo ndio mafunuzi. Mimi sijui, waambie mimi sijui. Unaona, msinifuate mimi. Sijui nielewa wewe bwana. Sasa Yesu anasemaje? 15:14 kitabu ni cha Mathayo. 15:14 Mathayo. 14. Ndio. 15:14 Mathayo inasema waacheni hao. Nani? Ni viongozi vipofu. Ndio. Wa vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake. Wapi? Watatumbukia shimoni. Sasa Muhammad amesema ajui, jamani wewe unamfuata. Sasa tunaona yeye amejinasua. 14:1 kitabu cha Yohana, ama ndio hivyo hivyo. Mnaona muda umeisha. Naam. Nafikiri itakuwa ni aula niweze kutukomea hapo. Naam, asante kwa kutumia muda wako vizuri. Naona unaweka muda sawa sawa kabisa. Kwa hivyo itakuwa ni wakati wetu wa rebuttal kwa dakika hizo ambazo tunazo. Zinaanzia sasa. Ndugu yetu Yusuf, karibu. Nashukuru sana. Nimeuliza swali ambalo limeenda shuleni na kidogo kasema amepata jibu huyu. Katoa 17:18. Hebu sikilizeni Kiswahili maskini, mimi usema Kiswahili yangu ni ya pale pale. Lakini inaonekana hawa yao ndio imedidimia kabisa. 17:18.
yao ndio taabani. Ndio. Taabani kuisha kabisa. 17:18 inasema hivi. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Sasa Yesu anasema kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, sio kama ulivyonituma kwa walimwengu wote. Allahu Akbar. Unajua kuna kutumwa kwa walimwengu wote na kuna kunituma ulimwenguni. Na Yesu hakuwa peponi, hakuwa biguni, alitumwa ulimwenguni. Israeli. Lakini sio kwa walimwengu wote. Angesema kama ulivyonituma kwa walimwengu wote, tungejua Yesu ametumwa kwa watu wote. So hili jawabu hajajibu. Bado ako na kazi. Alafu anatembea vizuri. Anasema amenipa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Akaanza kushikashika mwili wangu, anasema uko softi, sijui nini. Ili wote ulionipa niwape uzima wa milele. Sawa? Na tumeona Yesu anasema walikuwa wako ukanipa mimi katika Zaburi 135 andiko la 4. Ambao hawa ni Waisraeli, ambao yani watu wa Mungu hasa ni Waisraeli. Kwa hivyo wote ambao waliopewa wape uzima wa milele sio wengine ila ni Waisraeli. Sikiliza vitu hapa. 5:31 Matendo ya Mitume. Harakisha hao ndio waliopewa. Kapuruga kwa Muhammad kasema Muhammad ukimfuata hajui. Akasoma 10:108 na 46:9. Soma andiko. Inasema mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Anasema Muhammad ukimfuata utapotea. Hakuna mahala anakufundisha, anakuahidi kitu. 40 Qur'ani. Muhammad anasema mimi si kiroja mpya katika mitume. Sijui mtakavyofanywa mimi wala mtakavyofanywa nyinyi. Ili andiko nakumbuka kule kwa mihadhara huwa inatolewa, wanafanya ushabiki taitazi, wanapiga kelele na Wakristo. Hapa hakuna kelele. Sikiliza Ufunuo 40. Utafanywa nini? Bismillahirrahmanirrahim. Inasema afanyaye ubaya atalipo ila sawa na huo uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila ya hisabu. Kumbe Waislamu wanaume na wanawake, Muhammad akiwa mmoja wa Waislamu ataingia wapi? Peponi. Na ukisoma kitabu cha Luka 23:41, Yesu anasema leo hivi nitakuwa na wewe wapi? Peponi. Yesu pia anaenda peponi, Muhammad peponi, nyinyi wa Kristo sijui mnaenda wapi. Kachemsha kasotoa 17:3 na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani hajielewi. Kasema Yesu ni Mungu, leo tena kaburuga na haya mwenyewe kabisa. Kasema Mungu ni wa pekee wa kweli na Yesu ametumwa na Mungu. Nadhani kama ulikuwa unafuatilia, kama ulikuwa wakuelewa, utaelewa. Kazi yako ni kubainisha baina yetu sisi walimu, na nadhani tumefikia kikomo cha mada hiyo ya siku ya leo, mada ya mtume wa dunia mzima. So kama wewe ulikuwa ni kufahamu, umefahamu. Mimi pia sitazidisha kwa kuongeza maandiko bwebwe na nini, ila nitasema mtazamaji, hizi mada tunazifanya tukiwa manyumbani kwa ajili yako wewe Muislamu uelimike, kwa ajili yako wewe Mkristo uelimike. Kwa sababu sasa hivi nadhani mchungaji Kashmir, unaojua hawa wachungaji wengine sasa hivi wako quarantine. Wale walikuwa wakiponya, wakiagusha viwete wanatembea, hawatembezi injili. Ukweli usemwe. Wamekauka hivyo. Sasa hivi hawa ndio wanaweza kutoka, maana hawa nadhani hawaponyagi viwete. Ama mnafanya hiyo shughuli? Hawa katika injili yao wanahubiri injili ya Bwana Yesu. Wanasema kama uko mgonjwa uende hospitalini. Hakuna ni Steve hiyo, wao wanasema hapana. Na ni ukweli, kama ni kuponya anaponya Mwenyezi Mungu ndio, na kama ni maradhi tupeleke hospitalini. Na ukitaka kujua maradhi paka hospitalini, unatizama na corona saa hii. Unaona corona vile inapeleka watu. Ukigonjeka hakuna kwenda kwa mchungaji. Mchungaji niombe, mchungaji mwenyewe atatoroka, ataingia vitini. So ukigonjeka corona, hospitalini, na tuchukue tahadhari kwa sababu ya vitu kama zile. Ile ni kuchukua tahadhari, lakini kama wanavyosema wenye imani, tumuweke Mungu mbele. Mungu ndiye nguzo kuu, Mungu ndiye tiba kuu, na Mungu peke yake, kama wanavyosema wale wajuzi wa kiimani, ndiye anaweza kutuondolea maradhi kama haya.
na ndio unakuta kwamba tunasitikika mpaka sasa kuwa manyumba za ibada zimefungwa, kwa sababu ukienda hotelini unakuta hoteli zimefunguliwa, watu wanakula na kunywa, ukienda mabaa wengine wanakunywa kule, lakini inasitikisha sana na sio kwamba sisi tunapiga serikali yetu, lakini inasitikisha na inatakikana serikali yetu ipige hesabu ama ifikirie zaidi kuwa nyumba za ibada zimefungwa na sehemu zingine zimefunguliwa. Wallahi ni matatizo makubwa, inafaa tutawakal ama tumweke Mungu mbele, na Mungu atatuondolea haya maradhi. Kwa haya machache, wa afwa minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.